Chama hiki kimeseti agenda. Wasira anaimba no reform, Makara anaimba no reform, wananchi wanaimba no reform. Tunataka nini zaidi hapo? People! Chadema. Mheshimiwa mwenyekiti wa chama, wakili Tundu Lissu, viongozi wenzangu, makamu mwenyekiti Zanzibar na katibu mkuu wetu, namshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha tukutane hapa asubuhi ya leo kujadili mambo muhimu sana ya nchi yetu, muhimu sana kwa nchi yetu, sio mambo binafsi, lakini mambo ya muhimu ya nchi yetu. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi nimekuwa kiongozi wa chama hiki muda mrefu sana. Nimekuwa kwenye kamati kuu ya chama chetu sasa kwa miaka 10 na kitu mfululizo. Tangu nilipoingia nikiwa mwenyekiti wa vijana mwaka 2011 mpaka leo niko kwenye kamati kuu ya chama. Nimeona mengi na nimeshiriki mengi. Nimekuwa diwani, nimekuwa mbunge. Kwa kama mtu anazungumza kuhusu ubunge na utamu wa ubunge, mimi naujua. Na nina jimbo mwenyekiti ambalo sisi Chadema ni imani. Na jimbo ambalo kama ni kushinda ndio la kwanza kushinda nchi. Uchaguzi uliopita tuna vijiji 88 tulisimamisha wagombea vijiji vyote 88. Tuna vitongoji 500 tulisimamisha wagombea wote 500. Na hakuna hata mjumbe mmoja ambaye tukusimamisha. Na matokeo yake pamoja na mimi kuanza training na kuinvest sana, nilipata vijiji 4 na vitongoji 35. Na kwa mujibu wa takwimu za katibu mkuu ananiambia mimi ni miongoni mwa watu walioshinda sana uchaguzi uliopita wa vijiji na vitongoji. Kwa kama kuna jimbo moja ambalo mimi najua tukienda kwenye uchaguzi nitashinda ni mimi. Na mimi nimtiania. Sasa mwenyekiti, mimi nilishiriki uchaguzi wa 2020. Na nilishiriki uchaguzi tangu mwaka 2008 mimi nimegombea, nimeanza kugombea ubunge 2008 nikiwa chuo kikuu. Wakina Silinde wale nimewainspire mimi. In fact Silinde anaenda kugombea, mimi nikiwa diwani nilimpa nauli mimi. Akagombea. Yaani dreams zangu za kuwa mbunge za muda mrefu sana. 2008 nikaenda kwenye kura za maoni mwenyekiti, nikapata 0. Sikukata tamaa, nikarudi 2010 nikaongeza kidogo, lakini nikawa diwani. Karudi 15 nikashinda ubunge. Na nikarudi 20 nikashinda ubunge. Na hata sasa nikiwa mzima nashinda ubunge tayari. Wote ukweli kabisa ubunge. Lakini nimeona mengi mwenyekiti. Bahati nzuri pia nimeaminika kwenye chama. Nilikuwa kwenye timu ya watu 5 iliyoteuliwa na mwenyekiti Mbowe kwenda Ikulu tarehe 20 mwezi wa 5 2022 na baadaye nikawa kwenye kikao cha maridhiano. Tumekwenda kwenye uchaguzi 2014. Nyie wote mnajua Chadema ilitoka kwenye asilimia nyingi sana ikashinda vitongoji vingi sana. Na vijiji. Kuna majimbo kwa mfano Itilima mwenyekiti tulishinda vijiji vyote isipokuwa hiki kimoja. Jimbo la Mheshimiwa Lissu wenyewe tuliwaachia CCM vijiji 3. Tarime kati ya vijiji 88 tulishinda vijiji 66 wakashinda 22. Tulishinda vitongoji 380 kati ya 500 wakashinda 120. Kwa ni wapinzani kweli kweli. 2015 mimi nimekwenda kwenye uchaguzi. Tumeshinda madiwani 16, CCM wakashinda 10. Kwa hiyo wakawa wapinzani na mbunge majimbo yote mawili ya Tarime mjini na vijijini. Tumewashinda mitaa, tumewashinda ubunge, tumewashinda madiwani na tukawashinda kweli kweli kura za rais. Hiyo ni 2014. 2019 watu tuliokuwa tunaongoza vitongoji 380 tukapata kitongoji 0. Tuliojaza fomu 2014 tumejaza vizuri. 2019 tumekuwa wajinga, hatuwezi kujaza tena fomu. Hayo mambo yanaweza kueleweka kwa mtu mjinga kabisa asiyekuwa na akili. Lakini kama una akili timamu unajua huo ni upuzi na haukubaliki. Tumekwenda Ikulu baada ya uchaguzi wa 2019 na 2020.
Kwa kauli ya rais mwenyewe amesema yaliyojitokeza 2019 na 2020 hayatajirudia tena. Tumeshiriki kikao, mwenyekiti Mboya anatuongoza, tulikuwa na Mnyika na Kinana anaongoza timu ya CCM, na nyaraka tunazo, wakati mwafaka tutazitoa. Wamesema yaliyojitokeza 2019 na 2020 hayajitokeza. Hiyo ni kauli ya Kinana, tena ziko kwenye maandishi. Nini kilichojitokeza kwenye uchaguzi wa 2024? Na wauliza nyie, nini kilichojitokeza? Tumesimamisha wagombea 88 Tarime, walikata 60% kabla tujaingia kwenye uchaguzi. Vitongoji 500 wamekata karibia 60%. Kwa mujibu wa kauli ya waziri wa TAMISEMI aliyotoa kwa waandishi wa habari, wamesema wagombea 12,600 wa upinzani wameondolewa kwa sababu ya kushindwa kujaza fomu, si wamegonga mihuri vibaya, chini 12,000. Kwa tunaenda kwenye uchaguzi, CCM imesha shinda wagombea 12,000. Na kwa mujibu wa takwimu zetu ni wagombea zaidi ya 60 waliondolewa kwetu. Kuna mwanachadema anathubutu kusimama kama kweli huyu mtu ana nia njema na chama hiki, kusema kwamba tukienda kwenye uchaguzi kwa mazingira haya tutashinda? Yupo? Anyoshe mkono aseme mimi jimbo langu mkiniacha hivi nitashinda. Tumuone. Tusidanganyane. Tumekaa kwenye vikao tukathibitisha bila kuacha shaka kwamba mazingira tulionayo kwa sasa, tukienda hivi hatuwezi kushinda uchaguzi. Lazima tutafute mbinu za kukabiliana na watu ili tuende kwenye uchaguzi ambao ni huru na haki. Sasa mtu anasimama eti anasema tusipoenda kwenye chaguzi chama kita. This is not a business entity. Kama unataka kufanya biashara, kafungue duka ufanye biashara huko. Hii ni taasisi ya kisiasa ya mapambano na tutashinda. Iko hivi, tumekwenda kwenye uchaguzi mkuu wa ndani ya chama chetu, tumeaminiwa. Na mheshimiwa mwenyekiti, tulikuwa kwenye ziara kanda ya Nyasa. Watu wa Nyasa wako hapa. Wananchi wanakiunga chama hiki mkono sana sana. Tunaelewana vizuri? Wananchi wanaunga chama hiki mkono na wanaunga agenda ya no reforms no election mkono. Ndio maana mikutano yetu imekuwa na watu wengi na watu wamefurahia na agenda zetu zimesikika. Listen ndugu zangu, mimi na Lissu na nyie na nani wote tunatamani kuwa wabunge, lakini mazingira yaliyopo hayatufai kuwa wabunge. Tunachukua hatua. Tumeona viongozi wa dini, tumeona mabarozi, tumesafiri nje ya nchi. Hii yote ni katika kuhakikisha kwamba tuna engage, kila mtu asibaki behind. Hii agenda ya no reforms no election sio agenda ya wanachadema, ni agenda ya nchi. Ndio maana maaskofu wanasema mabadiliko yafanyike. Ndio maana mashehe wanasema mabadiliko yafanyike. Anayepinga hii agenda ana nia gani? Na anasema yeye ni mwanachadema. Maaskofu wamesema, mashehe wamesema, hatujawasikia. Sheikh Konda kasema nini jana? Kasema mambo yabadilike. Uongo kweli? Sasa nani anayesimama anasema kwamba tutaenda kwenye uchaguzi namna hii tushinde? Nataka blackmail chama? No blackmail ni here. Tusidanganyane hapo jamani. Nchi yetu inalilia mabadiliko. Watu wamefanywa maskini. Rasilimali zao zinauzwa kwa Wachina. Watu wanahitaji uongozi mbadala. Uongo kweli? Na uongozi mbadala huwezi kupatikana kwa njia hizi. Kwa uchaguzi huu. CCM hawataki uchaguzi huru kwa sababu wanajua huwezi kushinda kwenye boksi la kura. Wewe unasema twende kwenye uchaguzi kwa njia hizi, wewe unaunga mkono CCM, huungi mkono mabadiliko ya wananchi.
tunayo. Tupeleke petition, na inawatisha sana. Kuna karatasi za petition tumezungumza, mwenyekiti na mimi nimepata taarifa ya ndani. Na advantage ya kuwa kiongozi, mimi nimegundua ukiwa kiongozi wa juu humu kuna taarifa vinapita kwako. Kwa mwenyekiti wetu atuongozi kwenda Shimoni, na mimi namsaidia, tuko na shehe hapa, hatuwezi kwenda Shimoni. Na mwenyekiti anajua vile vile akitaka kwenda Shimoni, na mimi nikaona nitaenda Shimoni, tutamwambia mwenyekiti hapo tunaenda Shimoni. Kwa hiyo hakuna namna mtu kuwa na hofu. Iko hivi, hawa jamaa wanatetemeka kweli kweli. Tusiwasaidie. Tusifanye nini? Tuwasukume kwenda Shimoni wanakoelekea. Hakuna uchaguzi utakuwa na uhalali nchi bila Chadema. Haupo huo uchaguzi, haupo. Kama Chadema haipo, nani atakuona kwamba wewe uchaguliwa? Utayumba kutoka siku ya kwanza. Watu wetu wanauawa. Nataka tuende kwenye uchaguzi za vita. Kwenye vita kitongoji ameuawa hapa Singida, kitongoji tu. Alafu mtu anatuambiaje, ubunge ndio watakupa? Kuna wengine wanafikiri wao tukienda tutapata 5% nini, tutapata viti hata wengine. Kama wanakunyima 5% ya kwenye kitongoji watakupa 5% uqualify kupata ruzuku. Hivi tunaongea mambo tumesinzia au tunajua mambo watu tunaodili nao? Watakupa 5% ya viti maalum, upate kiti maalum upeleke bungeni. Hao watu wana aibu. Kwa mwenyekiti, kumalizia hili nisi nani, ndugu zangu, tukiondoka hapa tuchukue fomu za petition, twende kila jimbo. Kama unataka kuwa mbunge, tunataka saini za Watanzania milioni 15 wanaosema uchaguzi kwa njia hii hauwezekani na hatukubali hizo uchaguzi. Halafu tutazikusanya, tutazipeleka kwenye organization zote za kidunia. Watakosa legitimacy yoyote, na mtu asiandikiwe. Kule tulikopita watu wanaandika wenyewe, wanapinga mfumo. Watu wanajua kwamba uchaguzi unaibiwa. Ni uongo, ni kweli? Kwa nini sisi kwenda kufanya kazi? Sasa mtu anayetegemea apate ya mambo kwenye silver platter, huyo ni tofauti. Sisi tuko tayari kuongoza chama hiki kipate tume huru ya uchaguzi, tuingie kwenye uchaguzi. Short of that hakuna maelewano nao wao. Hiyo ndio statement ya chama. Na mwenyekiti atazungumza, ndio makubaliano. Mimi bahati nzuri nilikuwa kwenye kamati. Kuna inachekesha sana. Nimecheka vitu fulani kwamba haya yalipitishwa. Wengine walikuwa wajumbe wa secretariat na ndio walidraft ile nani. Alafu tena leo wanasema haiwezekani. Inaeleweka hiyo? Kuna nini kimebadilika? Au kulikuwa na kamsukumo fulani ambako hatukajui? Uongozi huu umechaguliwa kidemokrasia na umekalia kiti, umetosha. Hakuna wa kumuingiza upepo hapa. Na wananchi wanaunga hiki chama mkono. Yaani hiyo ni bora tukaambizana kabisa. No blackmailing, hakuna vitisho. Na nimalizie kwa kusema, mwenyekiti, kuna yule punda aliyembeba Yesu. Alifikiri yeye ni maarufu sana. Kwa sababu aliingia pale watu wanatandika miti, wanafanya nini, wanamshangilia, akafikiri yeye ni maarufu sana. Alipoenda peke yake aligundua, if you think you are more prominent kuliko Chadema, jaribu. Na wengi tu wamejaribu. Hiki ni chama cha wananchi, kinaungwa mkono na mwenyekiti. For the first time chama hiki kimeseti agenda.
Wasira anaimba no reform, Makala anaimba no reform, wananchi wanaimba no reform. Tunataka nini zaidi hapo? People! Hakuna kulala. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante, makofi kwa Mheshimiwa Heche. Nikumbushe hivi, Mheshimiwa Heche kwa nafasi yake ni mwenyekiti wa kamati ya maadili. Naomba hilo likumbukwe na liheshimike.
kwa kuja. Ndugu zangu na watiania wenzangu, kwa sababu ni muhimu nianzie hapa. Msije mkafikiria kwamba mko peke yenu ndio mnaopaka madaraka kuliko wengine, na mimi ni mtiania. Karibuni sana makao makuu. Nimefurahi kuwaona. Nimefurahi kuwaona wapiganaji ambao wamekuwepo kwenye haya mapambano kwa miaka mingi sana. Nimemwona dada yangu Becky Mgodo kama sikosei. Ndio Rebecca, si ndio Becky? Nimemwona Tadeus Asekemwati kutoka Kahama. Nimefurahi kuona kama. Nimemwona mstahiki meya wa Moshi mjini na wengine wengi, kina Sopi Ole Sosopi, kina Mulele wa Mulele. Mko wengi kweli kweli, na mwenyekiti wangu wa Iringa, karibu sana. Karibuni sana. Kuna mmoja ambaye nitamsema kidogo, na yeye ni mtiania. Huyu aliyetuombea baraka hapa, Mchungaji Nasari. Nilipokuwa kijana mdogo miaka 30 iliyopita, nimetoka chuo kikuu, sijapata ajira sawa sawa. Nikaenda siku moja kwenye semina iliyoalikwa na kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania, Arusha, juu ya haki za binadamu na demokrasia kuelekea uchaguzi mkuu wa kwanza wa vyama vingi mwaka 95. Kwenye semina ile, kumbuka, sikuwa Tundu Lissu mnayemfahamu leo. Nilisema maneno hivi. Baadaye wazee wa kanisa wakasema huyu anafaa kuwa mkufunzi wa masuala haya. Nakumbukeni mimi sio Mlutheri Katoliki. Kwa nikapewa kazi ya kuwa mkufunzi wa masuala ya elimu ya uraia, haki za binadamu na demokrasia katika kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania.